Ninaitwa Dr. Faustin Masam, ni mkufunzi kitaifa wa mambo ya saratani ya mlango wa kizazi. Tumetoa mafunzo haya kwa waandishi wa habari ili kwanza wawe na uelewa wa hii mada ambayo tunazungumzia, saratani ya mlango wa kizazi, ili watakapoenda kuandika makala waweze kuandika makala ambayo ni kwa usahihi zaidi wakiwa na uelewa. Hili tatizo saratani ya mlango wa kizazi husababishwa na kirusi kinachoitwa Human Papilloma Virus. Na kirusi hiki kinaenezwa kwa njia ya kujamiana. Na tunapozungumzia mlango wa kizazi uko wapi? Tunazungumzia mlango wa kizazi ni uko ndani ya uke mwanzoni mwa tumbo la uzazi. Sasa pamoja na kusema kwamba hii saratani ya mlango wa kizazi inasababishwa na kirusi kinachoitwa Human Papilloma Virus, vipo vichocheo vinavyochangia. Vichocheo hivyo ni vipi? Kwanza ni kuanza kujamiana katika umri mdogo. Tunazungumzia mtu anapokuwa na umri chini ya miaka 17. Lakini pia kuna tabia nyingine hatarishi, kuwa na wapenzi wengi au kuwa na mpenzi mwenye wapenzi wengi. Kuna kufanya ngono zembe ambao ni bila kutumia kinga. Kuna matumizi ya tumbaku na sigara. Kuna kuzaa zaidi ya mara 5, na kuna ile hali ya mwili kuwa kinga yake iko chini. Yote hivyo vinachangia au ni vichocheo vya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Katika hatua za awali, haya mabadiliko ya saratani ya mlango wa kizazi hayana dalili. Yatagundulika tu endapo utafanyiwa uchunguzi. Kwa sababu mtu anapopata uambukizi wa hivi virusi vya HPV mpaka aje augue saratani ya mlango wa kizazi jitokeze, inaweza ikachukua miaka 15 mpaka 20. Na sio wote ambao wanapata huu uambukizi wa kirusi cha Human Papilloma Virus wanapata saratani ya mlango wa kizazi. Kwani mtu anapopata maambukizi haya kirusi cha papilloma, inatakiwa ndani ya mwaka 1 mpaka 2 mwili huo umeweza kuondoa hicho kirusi. Lakini mwili unapokuwa umeshindwa kuondoa hicho kirusi, na kile kirusi kinapokaa pale kwa muda mrefu, kinasababisha mabadiliko ya awali. Kwa kitaalamu tunasema ni precancerous lesion. Na hayo mabadiliko ya awali yasipotibiwa ndio yanampelekea mtu kupata saratani ya mlango wa kizazi. Sasa katika hatua ya kupata uambukizi wa hiki kirusi cha HPV na hata kufikia ile hatua ya kupata mabadiliko ya awali, hakuna dalili yote inayoonekana. Ndio maana tunatoa wito kwa hao waandishi wa habari wapeleke taarifa kwa jamii kwamba katika hatua za awali hakuna dalili, utagundulika tu pale kwa kufanyiwa uchunguzi. Lakini pia kuna jinsi ya kujikinga. Kwanza ni kutoa chanjo kwa wale mabinti ambao wana miaka 9 mpaka 14. Chanjo hii ni salama, haina madhara. Na chanjo hii inapatikana katika vituo vya kutolea huduma za afya, na chanjo hii inatolewa bure. Lakini pia sambamba na kutoa chanjo, tunatoa pia elimu kwa hawa vijana juu ya ngono na utamaduni, ikiwa na maana kwamba kuwaambia wasianze wasijamiane au wasianze kujamiana katika umri mdogo. Lakini pili, wanaweza kutumia kinga, na pia katika hiyo elimu pia wawe na, kama kuna ulazima watakapokuwa wamekuwa katika umri mkubwa, wasiwe na wapenzi wengi, waepuke matumizi ya tumbaku na sigara. Hiyo ndio elimu ya kwanza inayotolewa, ambayo kwa kitaalamu tunasema ni primary prevention. Lakini secondary prevention ni kwa kufanyiwa uchunguzi tu na matibabu kwa pale mtu ambapo atakuwa tayari amegundulika ana matatizo. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi
maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma tupo karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765627770 au 0663482323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.